Awali ya yote ninaomba tuungane kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametujalia na kutuwezesha sisi sote kukutana mahali hapa siku ya leo tukiwa salama. Sio kwa nguvu zetu wala uweza wetu, bali kwa neema yake mwenyewe. Kwa dhati kabisa nitoe shukrani zangu za dhati pia kwa mahakama kwa kuialika ofisi ya taifa ya mashtaka wilaya ya Kilindi ili nasi tuweze kupata nafasi ya kushiriki katika maadhimisho haya muhimu ya kitaifa. Siku ya leo ni muhimu na ni fursa ya kufanya tafakuri ya kina tunapoadhimisha siku ya sheria hapa nchini. Siku hii ni kioo kinachotukumbusha dhima na wajibu wetu wa pamoja katika kulinda amani, haki, usawa na utawala wa sheria kama nguzo na nyenzo muhimu katika kufikia ustawi na maendeleo ya taifa. Siku ya leo inaashiria mwanzo rasmi wa mwaka mpya wa utekelezaji wa majukumu ya kikatiba ya mahakama ya Tanzania kama muhimili muhimu wa dola katika utoaji haki. Ni jambo la kutia moyo kuona kuwa mapendekezo mengi ya Tume ya Haki Jinai ambayo iliteuliwa na Mheshimiwa Rais mwaka 2023 yameanza kutekelezwa, na yale machache yaliyosalia ikiwemo kutungwa kwa sheria ya dhamana na yenyewe yako katika hatua za mwisho za utekelezaji. Mgeni rasmi, tunaadhimisha siku ya sheria nchini. Kila mwaka kunakuwa na kauli mbiu yake mahususi, na kwa mwaka huu maadhimisho haya yanafanyika ikiwa na kauli mbiu isemayo mchango wa mahakama katika ustawi na maendeleo ya taifa. Kauli mbiu hii inaakisi nafasi ya kipekee ya mahakama katika kulinda haki, kudumisha amani na kuweza mazingira wezeshi ya kisheria, kimuundo na kitaasisi kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Aliwahi kuwa jaji mkuu wa India hapo kipindi cha nyuma, anaitwa Justice S.M. Daudi, aliwahi kusema na ninaomba kunukuu, "The judiciary is the backbone of a nation. Without it, development is a myth." Kwa tafsiri ya Kiswahili sio rasmi, akimaanisha mahakama ni uti wa mgongo wa taifa. Bila yenyewe, yani bila mahakama, maendeleo ni hadithi za kudumu, hadithi za kufikirika. Jamii inayoheshimu sheria hujijengea kesho salama na yenye matumaini. Kwa kuzingatia sheria, tunajijengea kesho iliyo salama na yenye matumaini, kwa sababu kila mmoja akizingatia sheria, tunajua tuna uhakika wa kesho yetu. Tunajua hakuna migogoro itakayotokea. Tunajua hakuna popote nitakaposhtakiwa kwa kutumia matumizi mabaya ya ofisi au matumizi mabaya ya madaraka. Lakini pia kwa kuzingatia sheria, nitaambiwa au litaonekana kabisa ninafanya biashara zangu kwa misingi ya haki na sheria. Ninaomba kukukumbusha wewe pamoja na wasaidizi wako ile kauli mbiu ya mahakama yetu. Kama ambavyo tukisema mahakama ya Tanzania, tunajibu uadilifu, weledi na uwajibikaji. Hilo ndio jambo la kwanza la msingi ambalo nilitaka kuwakumbusheni. Nafasi tulizozibeba ni kubwa sana, na wananchi kimsingi wana matumaini makubwa sana na sisi sehemu ya viongozi na watendaji ambao tumepata hizi nafasi. Ninawaomba tuendelee kuishi hii kauli mbiu, na muendelee kuishi hii kauli mbiu ya kwetu. Kama tunakuwa waadilifu, kesi zote tunazozisikiliza, naamini tutatenda haki. Kitazama saizi malalamiko mengi ya wananchi ambayo wakati fulani yanajitokeza, ukiyatazama kimsingi mkubwa sana yanatokana na technicality tu, lakini sio haki yetu. Lakini kama tutasimama kwenye weledi, inawezekana kwa namna moja ama nyingine, iwe weledi au uadilifu, tunawezekana hata hivi vitu vinavyoitwa technicality tukaviacha, badala yake tukasimama kwenye haki ya mtu. Kuna mtu wakati fulani
anaona jambo lake na tatizo lake na haki yake iko wazi sana, lakini kutokana tu na mapungufu ya kimbinu unamnyima haki yake ya msingi. Tukienda hivyo, inawezekana ikatuletea shida na watu wetu kama tunavyowafahamu. Wakati fulani wakikosa imani na hii mihimili yetu, wanachokifanya ni kwenda kuchukua hatua mkononi. Kesho na kesho kutwa inawezekana ikawa sio mimi niliyedhurika, akadhurika ndugu yangu, akadhurika na mtu mwingine. Kwa hiyo niwaombe tusimame kwenye uadilifu, tusimame kwenye uweledi na tuwajibike ili kutenda haki. Fursa hii adhimu kuwapongeza na kuwashukuru viongozi wa Mahakama ya Tanzania kwa kuendelea kudumisha utamaduni huu muhimu wa kutenga siku maalum ya kutafakari, kujitathmini na kujikumbusha nafasi ya mahakama katika ustawi wa jamii na maendeleo ya taifa letu. Kwa namna ya pekee, na washukuru watumishi wa mahakama pamoja na wadau wote wa haki kwa maandalizi mazuri ya maadhimisho haya. Ushirikiano huu unaonyesha wazi kuwa utoaji haki ni jukumu la pamoja unalohitaji mshikamano wa taasisi zote. Taifa lisilo na haki haliwezi kuwa na amani ya kudumu, na taifa lisilo na amani haliwezi kufikia maendeleo ya kweli. Ustawi wa taifa unategemea uwezo wa wananchi wake kumudu mahitaji muhimu ya kibinadamu kama chakula, mavazi na malazi. Ili kufanikisha hilo, wananchi wanahitaji mazingira salama na ya uhakika ya kufanya kazi, kuwekeza na kufanya biashara bila hofu. Mahakama ina nafasi ya kipekee ya kuhakikisha mazingira hayo yanakuwepo kwa kutafasiri sheria, kusimamia haki na kutatua migogoro kwa wakati.